tumekuwa hapa Dodoma sisi wajumbe wa kamati ya utendaji ya BAVICHA Taifa kwa mafunzo na vikao kwa takribani siku tatu hapa Dodoma, na katika siku hizi tatu tumeweza kutafakari na kujadili mambo mbalimbali yanayohusu baraza letu, baraza la vijana, na kama mnavyofahamu kwamba na ni vizuri pia kwa Watanzania kufahamu kwamba katika siku hizo tatu tumekuwepo na viongozi mbalimbali wa baraza letu la vijana, kwa maana ya wenye viti wa mikoa na wenye viti wa kanda zetu 10 za kichama Tanzania nzima, kwa maana ya Tanzania bara na visiwani, kwa siku zote hizo tatu katika kujadili na kutafakari juu ya mustakabali wa baraza letu la vijana wa Chadema Taifa. Sasa tunazungumza kwenu waandishi wa habari na vijana wenzetu wa Chadema na Watanzania kwa ujumla ili kuwapeni mrejesho na kuambieni vijana wa Chadema wametafakari nini na wameazimia mambo gani. Sasa kabla sijasoma maazimio hayo, naomba kwanza nitambue siku ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni kumbukumbu ya siku ambayo chama chetu kiliasisiwa. Chama chetu kiliasisiwa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 1992, lakini kwa kawaida chama chetu kimekuwa kinaikumbuka siku ya kuanzishwa kwa chama, ile siku ya tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 1993 kama ni siku rasmi ya kuanzishwa kwa chama chetu, kwa sababu siku hiyo ndiyo siku ambayo chama chetu kilipata usajili wa kudumu kutoka kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo pamoja na kwamba chama kilichukulia tarehe 21 mwezi wa kwanza kama ni siku ya rasmi ya chama kilipoasisiwa, lakini katika historia ya chama na sisi vijana ni lazima tuendelee kukumbushana kwamba tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 1992 ndio siku ambayo chama chetu kiliasisiwa. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Chadema tunaikumbuka siku hii kama ni siku ambayo wazo hili la kuwa na chama hiki, chama ambacho kwa kweli kimekuwa ni chama kikubwa sana na chama ambacho kimebeba matumaini ya Watanzania, sisi vijana wa Chadema tunaendelea kuikumbuka siku hii, ukiachana na siku rasmi ambayo chama huwa inaazimisha. Kwa hiyo napenda kuchukua tu fursa hii kwamba kuwashukuru wale wote ambao walishiriki katika kukiasisi chama hiki. Tunawashukuru sana, mawazo yao yalikuwa ni mawazo mema sana, na sisi vijana wa sasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mawazo hayo. Kitu pekee ambacho tunaweza tukakilinda sisi vijana wa Chadema na kwa niaba ya BAVICHA ni kwamba siku zote tutahakikisha tunakilinda chama hiki mpaka kwenye tone la mwisho la damu yetu, kwa sababu chama hiki kimebeba maslahi mapana ya taifa letu. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, mara baada ya kikao chetu cha kamati ya utendaji, jambo la kwanza ambalo kamati ya utendaji imeliazimia ni kuja kuitambulisha operation na kauli mbiu mwelekeo wa baraza letu, kwamba baraza letu siku zote tunaamini changamoto zote zinazotukumba vijana kwenye taifa hili, vijana wa Chadema, ni tatizo la mfumo uliopo kwenye taifa hili. Changamoto na matatizo mengi yaliyopo kwenye taifa hili ni kwa sababu ya mfumo tulionao. Sasa kama ambavyo mnatuona sare zetu na namna tulivyovaa leo, tunaitambulisha rasmi operesheni yetu na mwelekeo wetu wa chama kwamba baraza hili la Chadema lenyewe swala la katiba mpya itakuwa ni lifestyle yetu. Swala la katiba mpya utakuwa ni msimamo wetu. Hatutapepesa macho kwenye mapambano ya kudai katiba mpya kwenye taifa hili, kwa sababu tunaamini msingi wa changamoto zote zilizopo kwenye taifa letu ni kutokana na ubovu wa katiba mpya. Kwa hiyo kokote utakapomuona kijana wa Chadema, kokote utakapoiona BAVICHA, kama hutaki kujua mambo mengi kuhusu BAVICHA, basi ujue BAVICHA inahusiana na kwamba kijana na katiba mpya. Katiba mpya kitakuwa ni kipaumbele chetu, na hiyo pia ndio itakayokuwa kauli mbiu yetu kwenye matukio mbalimbali yatakayokuja huko mbele yatakayokuwa yanahusisha BAVICHA. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kamati ya utendaji ya BAVICHA Taifa inaazimia kuunga mkono maazimio ya kamati kuu yetu ya chama ya tarehe 28 na tarehe 29 mwezi Aprili mwaka huu 2026 ya kuendelea kudai uwajibikaji kwa wahusika wote wa mauaji ya Oktoba 29. Na hili naomba tuliweke wazi. Sisi vijana wa Chadema tunapinga vitendo vya mauaji vilivyofanywa tarehe 29 Oktoba mwaka jana, na
hakuna atakayeweza kuzima sauti yetu ya kuendelea kukemea vitendo vile na kuendelea kupinga mambo yale mabaya yaliyotokea kwenye taifa letu. Jambo hilo hatutaacha kulisema mpaka siku tutakapohakikisha kwamba kuna uwajibikaji umefanyika, tumjue aliyeua ni nani, nani alimtuma, na tunaendelea kusisitiza maazimio ya kamati kuu kwamba jambo lile tunahitaji kuwepo na uchunguzi huru, uchunguzi wa vyombo vya nje, ili tuweke kumbukumbu sawa na ili mambo haya yasije kujirudia tena. Kwa sisi kama BAVICHA tunaendelea kupaza sauti na tutaacha kupaza sauti kuhusu mambo haya, na tunayapinga mambo hayo kwa sababu tunaamini ni mambo ambayo yanalipeleka taifa letu sehemu mbaya. Kwa hilo ilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo kamati ya utendaji imeazimia kwamba sambamba na kwamba tunapinga hayo mauaji na kudai hatua mbalimbali kuchukuliwa, tumeazimia jambo hili liendelee kuwa ni jambo ambalo tutalizungumza mpaka haki itakapotendeka, na tumeweka maazimio ya kwamba viongozi wote wa BAVICHA wa ngazi mbalimbali waendelee kuchukua hatua. Kwa maana ya kwanza, tumeona upotoshaji wa hiyo iliyokuwa inaitwa tume ya uchunguzi wa hayo matukio. Tumefanya mikutano mingi huko, tumeona wako vijana wenzetu wengi wameathirika Tanzania nzima. Kwa hiyo tumeazimia kwamba katika kuhakikisha jambo hili tunaendelea kuwa serious nalo, wajumbe wa kamati ya utendaji kwa maana ya ngazi kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya kanda, ngazi ya mikoa, ngazi ya majimbo, tuchukue hatua kwanza ya kuzitembelea familia zilizoathirika na mambo haya, kuzipa pole, lakini pia sambamba na matukio hayo tuendelee kutumia platform hizo au hatua hizo kuhakikisha mambo haya tunaendelea kuyasema, ili uwajibikaji upatikane na ili suluhu ya mambo haya kwenye taifa letu ipatikane, na wenzetu wanaosema never again isiwe never again ya maneno, iwe never again mara baada ya uwajibikaji kuwa umefanyika, watu waliohusika na mambo haya kuchukuliwa hatua, ndio tutauimba huo wimbo wa wenzetu ambao wanauimba kila siku wa never again. Ila kwa sisi kamati tendaji imeona wimbo huo kuuimba sasa hivi wakati uchunguzi huru haujafanyika itakuwa ni upotoshaji, itakuwa ni propaganda. Kwa hiyo sisi hiyo habari ya never again tunaona kama ni propaganda katika kuhakikisha inaficha uwajibikaji wa masuala hayo. Kwa hilo lilikuwa ni azimio letu la tatu. Azimio la nne, kama ambavyo mnafahamu, ajenda ya chama chetu tumeridhia kwamba tutakuwa na tunayo operation inayoendelea kwa sasa ya operation katiba mpya na Free Tundu Lissu. Sasa baraza la vijana wa Chadema pia limeazimia kwamba katika kuhakikisha operation hii tunaibeba kama ambavyo nimesema, itakuwa ni mwelekeo wa baraza letu, tutaandaa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo msishangae mkisikia huko mitaani baraza la vijana wa Chadema limeandaa makongamano, limeandaa mikutano ya hadhara, limeandaa shughuli mbalimbali za katiba mpya na kumdai mwenyekiti wetu wa chama. Msishangae, ni mambo ambayo kwa kweli baraza la vijana wa Chadema limeyabeba kwa wivu mkubwa na tutakwenda kuyatekeleza. Na nitumie fursa hii pia kuambia hawa watawala ambao wamejiweka madarakani, watawala dhalimu, kwamba ni msimamo wa baraza la vijana wa Chadema. Tunawataka umwachie mwenyekiti wetu wa chama, sio kesho tu wala sio leo tu. Tunahitaji umwachie mwenyekiti wetu wa chama sasa hivi, kwa sababu tunaamini hakuna kosa lolote ambalo wamelifanya. Ajenda ya katiba mpya, baraza la vijana wa Chadema limeazimia kwamba ajenda hii ni ajenda ya Watanzania, na sisi kwa kauli moja tumeazimia kwamba ajenda hii hatutaiacha, tutaendelea kuisimamia kwa sababu ni ajenda ambayo inahusu maisha ya Watanzania, ajenda inayohusu maisha ya vijana, na suluhu ya changamoto ambazo zinawakabili vijana ni kutokana na matatizo ya kimfumo tulionayo. Hivyo basi Watanzania na vijana wenzetu kokote kule mtakapotuona vijana wa Chadema, tunaandaa shughuli mbalimbali zinazohusiana na kudai katiba mpya. Ni lazima mjue kwamba tunafanya hivyo kwa sababu tunajua uzito wa ajenda hii, na tuhakikishie Watanzania kwamba vijana wa Chadema hatutaweza kuisaliti ajenda hii, tutaisimamia kwa sababu ni ajenda iliyojaa matumaini ya Watanzania. Azimio la tano ambalo kamati ya utendaji imeadhimia ni kwamba ni kuhusu swala la utekaji, swala la watu kupotezwa. Tumeona jambo hili limeendelea kuwa linaendelea kwenye taifa letu, na kwa kweli kamati ya utendaji ya BAVICHA taifa imeazimia na inasema kwamba hairidhishwi na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama kwenye taifa letu juu ya masuala haya.
tunakemea, tunapinga na hatuhitaji mambo haya yaendelee ndani ya taifa letu, kwa sababu tunaamini mambo haya kila kunapokucha yanaendelea kuwasogeza vijana wa Chadema na vijana wote kwenye taifa letu mahali ambako kwa kweli tunaona kwamba taifa letu huko mbele tukiendelea na utaratibu huu mambo haya yanaweza kalisababisha taifa letu lifikie kwenye hatua ambayo haitakuwa salama. Na tumeridhia kwa kauli moja kwamba kamati ya utendaji tumeridhia kwamba masuala haya bado tunaendelea kuyatafakari, na hatua za mbele tutakuja kutoa msimamo zaidi wa namna ambavyo tunaweza tukayaendea. Jambo la sita, azimio la sita ni kwamba kamati ya utendaji kwa pamoja imeazimia kuwa ukiachana na hatua mbalimbali ambazo tutazichukua kuhusu masuala hayo, tunaendelea kutoa wito kwa haraka kwa hawa watawala haramu kwamba masuala haya ya utekaji na kunyima uhuru wa vijana kujieleza na kutoa misimamo yao, tunaendelea kusisitiza kwamba masuala haya kamati ya utendaji imeazimia kwamba tunautaka utawala dhalimu kwamba masuala haya wahakikishe wanayakomesha ndani ya taifa letu ili taifa hili liendelee kuwa ni eneo salama la watu wote kuishi. Jambo la saba, kamati ya utendaji ya Baraza la Vijana BAVICHA Taifa inachukua fursa hii kama ambavyo tumesema hapo awali. Kwanza inawakaribisha wale wote ambao walikuwa wamehama chama au wanachama wapya wanaotaka kujiunga na chama chetu. Tunaamini kwa kipindi cha sasa kumekuwa na wimbi kubwa sana la wanachama mbalimbali ambao wamekuwa wanataka kujiunga na chama chetu. Wengine walikuwa ndani ya chama chetu wamehama na wanataka kurudi ndani ya chama chetu. Sasa baraza la utendaji kamati ya utendaji ya BAVICHA inawakaribisha Watanzania wote bila kujali wao walikuwa ni wakina nani kujiunga na chama chetu. Lakini jambo ambalo tunalisisitiza kwa ujasiri bila aibu yote kwa wale wote wanaotaka kuja kujiunga na chama chetu. Kama wewe uliwahi kuwa mwanachama wa Chadema ukakitukana chama, ukafanya lolote kwenye chama, tunakushauri kabla hujachukua hatua nyingine, njia zile zile ulizozitumia kukitukana chama, kukidhalilisha chama, kabla hata hujaja kudai kuomba kujiunga na chama, tumia njia hizo kwanza kuwaambia Watanzania, kwa sababu sisi hatuhitaji kuwa na aina ya wanachama ambao watakuja kwenye chama chetu kutuendeleze kuwa sehemu ya migogoro ndani ya chama chetu, kuwa sehemu ya kukichonganisha chama chetu na Watanzania. Tunahitaji kila mwanachama ambaye atakuwa mwanachama wa Chadema awe ni mwanachama ambaye Mtanzania yote akimwangalia aseme kweli huyu ni mwanachama ambaye anafanana na Chadema. Tofauti na hapo, hatutakuwa sehemu sisi vijana wa Chadema kuhalalisha wala kumsafisha mtu yoyote ambaye hana hadhi, hana imani kwa Watanzania. Sisi vijana wa Chadema hatutakuwa watu wa kuwasafisha Watanzania wanachama ambao wao wamegeuza siasa ni biashara, wao wamegeuza siasa ni kichaka cha kufanya mambo yao binafsi. Kwa yoyote ambaye anadhani yeye aliwakosea Watanzania, yeye alikosea Chadema, msimamo wa vijana wa Chadema tutausimamia, liwake jua, inyeshe mvua. Msumari ulipoingilia utokee hapo hapo. Kama wewe ulikidhalilisha chama chetu, kama wewe ulikitukana chama chetu, kama wewe unaona Watanzania hawakuelewi kwa sababu ya misimamo yako, kabla hujaja kumalizana na Chadema, malizana kwanza na Watanzania, na sisi Chadema tutakupokea kwa mikono miwili, kwa sababu sisi ni chama cha siasa, hatumkatai mwanachama yoyote yule. Na hili naomba niliseme kwa msisitizo. Sisi vijana tunalisema hili kwa sababu tunahitaji kuwa vijana wenye nidhamu, tunahitaji kuwa vijana ambao tutajifunza mambo mema, tunahitaji kuwa vijana ambao kesho na kesho kutwa tukija kuaminiwa kwenye utawala wa taifa hili, tunapaswa kweli kuwa vijana ambao tutalifikisha hili taifa mahali fulani. Niwatolee tu mfano mmoja. Kesi iliyokuwa inakikabili chama, madai namba 8323 ya mwaka 2025 kati ya Said Issa Mohamed na wenzake dhidi ya chama chetu kwa maana ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama. Leo hiyo kesi imefutwa na Mahakama Kuu. Lakini msingi wa kesi hii ulikifanya chama chetu kikae siku 309, siku 310 bila kutekeleza majukumu yake kwa sababu ya kesi ya hawa wanachama wetu kukishtaki chama. Sasa hebu jaribu kuimagine kama Said Issa na wenzake wangekuwa walihama chama au wangekuwa sio leo wanachama wa Chadema. Halafu kesho baada ya kesi hii, nasema uimagine, wanataka kurudi Chadema.
halafu chama kiwe hakina utaratibu wowote wa watu hawa tu aidha kuomba radhi au watu hawa kusema chochote kwa Watanzania, nafikiri Watanzania wangetushangaa sana kwamba mnawakaribishaje watu wa namna hii ambao hawajasema chochote, wanajiunga tu kwenye chama na nyinyi mnawapokea kwa mikono miwili. Hoja yetu ni nini? Tunachosisitiza BAVICHA kwamba kwa yeyote ambaye aliondoka kwenye chama chetu kabla ya kuja kwenye chama chetu, ili tumpokee vizuri sisi vijana wa Chadema, tusimkazie macho, tumwangalie kwa wema. Tunawaomba utaratibu waliotumika kuondoka wautumie utaratibu huo huo kurudi na si vinginevyo. Hasa kwa kuzingatia kipindi hiki ambacho chama chetu kina ajenda mahususi, ajenda ya katiba mpya na ajenda ya Free Lissu. Kwa hiyo tunawashauri wanaotaka kujiunga na chama chetu waje kwa utaratibu wa kutokutaka kuifanya jamii ikawa na mijadala ya mambo mengine yoyote, wakati tunazo ajenda mahususi, ajenda ambazo Watanzania wanazifurahia, wanaziunga mkono, za kumdai mwenyekiti wetu na ajenda ya kudai katiba mpya. Kwa hilo lilikuwa ni azimio la 7 ya kamati ya utendaji ya BAVICHA Taifa. Jambo la 8 ni kwamba kamati ya utendaji ya Baraza la Vijana Taifa imeazimia kwamba, na Watanzania wote na vijana wote mtakuwa mnafahamu kwamba kila mwezi wa 12 kila tarehe 12 ya mwezi wa 8 kila mwaka vijana wote duniani huwa wanasherehekea siku ya vijana duniani. Pamoja na mambo mengine kamati ya utendaji kwa sauti moja imeazimia kwamba tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu, maadhimisho ya siku ya vijana duniani kwa maana ya vijana wa Chadema, tutafanya maadhimisho hayo hapa Dodoma, ndani ya mkoa wa Dodoma. Na nitumie fursa hii kuwaambia vijana wa Chadema, marafiki wa Chadema, Gen Z na watu wengine wote, tunawakaribisheni Dodoma tarehe 12 mwezi wa 8. Kila kanda, kila mkoa na kila jimbo mtapewa utaratibu wa namna ya kufika Dodoma kwa ajili ya kuadhimisha maadhimisho ya siku ya vijana duniani, sambamba na kauli mbiu ya kimataifa ya siku ya vijana. Kama ambavyo tumesema sisi vijana wa Chadema, kauli mbiu yetu itakuwa ni kijana na katiba. Kauli mbiu hii tutaenda nayo siku ya vijana, na tutatembea na uelekeo huu au msimamo huu na kauli mbiu hii katika kipindi chetu chote cha uongozi hadi pale taifa hili litakapopata katiba mpya, katiba ya Watanzania, katiba ya vijana, katiba ambayo itatatua changamoto zetu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuambia vijana wote wa Chadema Tanzania nzima, anzeni maandalizi, muda umeisha. Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 hapa Dodoma, tuoneshe ukubwa wetu, tuoneshe kwamba sisi ndo baraza pekee, sisi ndo taasisi pekee ya vijana kwenye taifa hili ambalo tuna moral authority, ambao tuna uwezo, ambao tuna haki, ambao tuna uhalali wa kujadili changamoto zinazowahusu vijana, na nafikiri Watanzania wanatuunga mkono na mnafahamu hilo. Kwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tukutane hapa Dodoma, ndio maazimio ya kamati ya utendaji ya baraza letu la vijana. Azimio la 9 na la mwisho kwa maana ya maazimio ambayo tunaweza kuyasoma hadharani ni kwamba kamati ya utendaji ya baraza la vijana wa Chadema Taifa imeazimia kwamba kutokana na changamoto ya ugumu wa maisha na changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana kwa sasa kwenye taifa letu, wote tunafahamu namna ambavyo swala la kupanda kwa bei ya mafuta lilivyoongeza gharama za maisha, namna ambavyo swala la kupanda kwa bei za mafuta lilivyoathiri kwa sehemu kubwa sana vijana wengi kwenye taifa letu. Ukienda kuuliza bodaboda, ukienda kuuliza madereva bajaji, namna ambavyo wameathirika na changamoto hii. Changamoto za ajira kwa vijana, wote tunafahamu kwamba takwimu za sensa za mwaka 2022 zinasema nguvu kazi ya vijana ambao wanaweza kufanya kazi wako milioni 25 kwenye taifa letu, lakini vijana ambao wamepata kazi kwa maana ya ajira serikalini na ajira zingine rasmi kwenye makampuni mbalimbali ni vijana milioni 1 tu. Kwa tunalo kundi la vijana milioni 24 ambao hawajulikaniki wanafanya kazi gani, ni vijana deiwaka, ni vijana ambao hawana kazi za uhakika kwenye taifa letu. Sasa kamati ya utendaji ya baraza la vijana wa Chadema Taifa imeazimia kwamba tuitake hii serikali dhalimu, hawa watawala ambao hawana uhalali wowote kwenye taifa letu, tuwatake kabla mambo haya hayajawa na sura tofauti ndani ya taifa letu, tunawataka kwanza wapunguze
gharama za mafuta kwa maana ya petroli na diesel kwenye taifa letu. Tunataka wapunguze kwa sababu vijana wa taifa hili hatuhitaji tupate katiba mpya ili ndio tuwe na unafuu wa maisha. Wakati tunaendelea na mapambano ya katiba mpya, tunahitaji maisha ya vijana wa taifa hili kesho yawe kwenye kiwango ambacho kila kijana ataweza kuyahimili. Kwa hiyo tunawataka, ni lazima wafanye mabadiliko hayo ya gharama za mafuta, na tunasema hivi pamoja na kwamba tumesema ni watawala ambao sisi binafsi tunaamini ni watawala waliojiweka, ni CCM ambao wameamua kujiweka madarakani, lakini tunahitaji, kwa sababu mpaka leo pamoja na kwamba sisi hatuwatambui, bado wanatumia kodi za vijana wa Tanzania, bado wanatumia kodi za Watanzania. Kwa hiyo tunawataka wapunguze gharama za maisha, lakini pia tunawataka wahakikishe wanaotengenezea unafuu vijana wa Chadema katika gharama za maisha na mwenendo mzima wa maisha yao, kwa sababu ugumu huu wa maisha kwa kiwango kikubwa unawaathiri vijana wa Chadema. Mara baada ya kusoma maazimio hayo 9, naomba nichukue fursa hii kuwatakia kila laheri viongozi wote wa baraza la vijana wa Chadema kwa ngazi tofauti tofauti, na watakia majukumu mema. Nendeni mkatekeleze mambo ambayo tumekubaliana katika kikao chetu in details. Tunayo kalenda tumeweka ya kila shughuli tutaitekeleza kwa utaratibu gani na kwa muda gani. Na mwisho kabisa, naomba kuwataarifu Watanzania na kuambia Watanzania kwamba baraza la vijana wa Chadema Taifa litaendelea kuwa baraza imara kusimamia ajenda za vijana, litakuwa baraza imara kusimamia ajenda za chama, litakuwa baraza imara kuhakikisha linapigania madai ya Watanzania, madai ya katiba mpya na madai mengine yoyote. Tunawaahidi kwamba tutaendelea kuwa sauti ya vijana, tunawaahidi kwamba tutaendelea kuwa sauti ya Watanzania. Mambo hayo tutayatekeleza kwa sababu ni kazi ambayo tunaamini tunaiweza, na tunaamini vijana wenzetu kwenye taifa hili mnatuamini, na tunawahakikishia kwamba hata siku moja kama itatokea taasisi nyingine, mabaraza mengine na vyombo vingine vinavyohusu vijana vitawasaliti, baraza pekee au chombo pekee ambacho hakitaweza kuwasaliti vijana wa Tanzania ni baraza la vijana wa Chadema Taifa.